Ninakusalimu habari za usiku mpendwa mtazamaji wa Star TV. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa Ilemela, Mwanza, Tanzania, yakikuletea Star TV habari usiku huu. Na miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Watanzania watakiwa kulinda amani na mshikamano wa taifa. Na kwa hayo na mengine mengi, mtazamaji, ni kusihi tu ungana nami hadi tamati. Lakini kwanza tuangazie muhtasari wa yale tulionayo usiku. Wizara ya Katiba na Sheria kuendelea kuimarisha mifumo ya utoaji haki kwa kufanya mageuzi ya kisheria. Kwa habari za biashara na uchumi, chama cha ushirika cha Msingi Chumbi wilayani Rufiji chapitisha bajeti ya shilingi milioni 45 zitakazotokana na mapato. Katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump asema Israel na Lebanoni zimeongeza muda wa kusitisha mapigano kwa wiki 3. Na katika habari za michezo na burudani, timu ya Pamba Jiji yaendelea kujifua ili kurejesha makali yake kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na FIFA yakataa mpango wa kuiondoa Iran na kuipa nafasi Italia kushiriki kombe la dunia 2026. Mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu moja kwa moja kabisa kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania, au fuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Gigwa Mhula, ndiye nahodha wako usiku huu. Karibu tuwe sote. Tunaianza taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa. Wizara ya Katiba na Sheria imesema itaendelea kuimarisha mifumo ya utoaji haki kwa kufanya mageuzi ya kisheria, kimuundo na kiutendaji. Brian Moses ana taarifa kamili. Kauli ya Wizara ya Katiba na Sheria imebainishwa bungeni jijini Dodoma na waziri mwenye dhamana ya wizara hiyo, Daktari Juma Homera, wakati akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026/27. Serikali inaendelea kuimarisha taasisi za utoaji haki, kuongeza upatikanaji wa huduma za kisheria kwa wananchi wote, ili kuharakisha matumizi ya teknolojia katika mfumo wa sheria, ili kuongeza uwazi na ufanisi na uwajibikaji. Aidha, tutaendelea kuimarisha na kusimamia uwazi, ufanisi na uwajibikaji, na tutaendelea kusimamia mifumo mbadala ya utatuzi wa migogoro. Kupitia bajeti hii, serikali inalenga kuimarisha mshikamano wa taifa, kulinda haki za wananchi na kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anahisi uwepo wa dola inayomtambua, inayomlinda, inayomhudumia kwa usawa. Lakini pia waziri Daktari Juma Homera akalieleza bunge utofauti wa bajeti ya mwaka 2026 na bajeti zilizopita. Kwa mara ya kwanza katika historia ya maendeleo ya taifa letu, sekta ya sheria imewekwa katika ya mjadala wa uchumi wa taifa. Hii ni hatua ya kihistoria. Tumetoka katika mtazamo wa kuiona sekta hii kama mtumiaji wa rasilimali, na sasa tunaijenga kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi nchini, mlinzi wa uwekezaji, nguzo ya kuaminika, utulivu na taifa. Hakuna uchumi wa kisasa unaweza kustawi bila uhakika wa sheria. Hakuna mwekezaji anayeweza kuwekeza bila ulinzi wa haki, na hakuna maendeleo ya kweli bila mifumo ya haki inayofanya kazi kwa ufanisi na kwa haki. Wabunge waliopata fursa ya kujadili bajeti ya wizara hiyo wakataka kutatuliwa kwa baadhi ya changamoto zilizopo. Dira 2050 imesema kwamba utawala bora, haki pamoja na mifumo imara ya kisheria ndiyo msingi wa kiuchumi. Tunapokwenda kuitafuta dola trilioni 1, lazima kwanza tuwekeze katika swala la utawala bora. Lazima kwanza tuwekeze katika swala la haki. Lazima kwanza tuwekeze katika mifumo imara ya kisheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, RITA iko chini kwenye ofisi za wakuu wa wilaya, na kwa ushahidi ofisi hii haina manpower za kutosha.
lakini haina pia hata vitendea kazi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, utakubaliana na mimi, ofisi za madasi ndizo zinazosimamia RITA, lakini kazi inayofanywa na RITA ni kubwa sana. Hapa kuna changamoto ambazo pengine ni kutokana na fedha, lakini fedha ambazo zinatakiwa ziende RITA zinatokana na retention, ambapo mara nyingi huwa haiendi. Kwa mwaka wa fedha 2026/27 Bunge limepitisha kiasi cha shilingi bilioni 774.5 ili Wizara ya Katiba na Sheria iweze kutekeleza majukumu yake. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Shukrani sana Brian Moses kwa kutufungulia Star TV habari usiku huu. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amewataka wataalamu wa wizara hiyo kushirikiana na Umoja wa Mamalishe nchini UMALITA kuandaa rasimu jumuishi ya kisekta. Hatua hiyo inalenga kutekelezwa maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa wakati wa kongamano la mama na babalishe lililofanyika jijini Dar es Salaam. Tuiangazie taarifa hiyo. Dr. Gwajima ametoa maelekezo hayo wakati alipokutana na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam ili kuwashukuru kwa mchango wao kufanikisha kongamano hilo pamoja na wadau wengine. Amesema wataalamu hao wanatakiwa kuangalia maelekezo hayo pamoja na vipaumbele vingine vinavyohusu kundi hilo ili kuwa na ramani ya utekelezaji wa maelekezo ya rais. Rasimu hiyo ikishakamilika, naelekeza baada ya Mei Mosi, kabla ya tarehe 15 Mei 2026, muandae kikao cha wadau wa kisekta wote ili kwa pamoja tuje tupitie na kukubaliana juu ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kama ilivyoandikwa kwenye mpango mtakaokuwa mmeuandaa, ambao mtawasilisha kwenye kikao hicho cha wadau. Pia amewataka wataalamu wa wizara hiyo kukamilisha mwongozo jumuishi wa makundi ya wafanyabiashara ndogo ndogo pamoja na maafisa wa usafirishaji wa bodaboda ili wawe na jukwaa lao la pamoja litakaojadili mafanikio, mikakati na changamoto zao zinazowakabili. Nimeambiwa mwongozo huu umeshafikia 80%, naomba mmalizie hiyo 80% iliyobaki ili na wenyewe tuje tuuzindue na kuingia nao makubaliano ya uendeshaji wa majukwaa hayo. Itatusaidia kama serikali na kama wizara kuwafikia kwa urahisi, kuwajenga kwenye kiuongozi, taasisi zao ziweze kukua, lakini na kuwaratibu kwa wepesi. Naye mwenyekiti wa Umoja wa Mama na Babalishe nchini UMALITA Vijawa Omari amesema ili kuunga mkono juhudi za serikali katika matumizi ya nishati safi, watazunguka nchi nzima kutoa elimu kwa wanachama wao pamoja na kuwataka kutumia fursa ya mikopo inayotolewa na serikali. Kuna mamalika anaweza akalaumu kwa nini sipati mkopo ya 7%. Unakuta labda amekopa kausha damu, amekopa songesha. Hizo elimu mamalishe wengi pia hawana. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama viongozi wa UMALITA kupita mkoa kwa mkoa na kuhamasisha. Na tunajipanga mpaka sasa hivi na tutaleta andiko letu kwa Mheshimiwa Waziri ili tujue tunaanza lini safari. Aidha, kwenye kongamano hilo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maagizo 5 ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya masoko, mafunzo ya kidijitali, upatikanaji wa mikopo na bima, matumizi ya nishati safi pamoja na vituo vya malezi ya watoto. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Wadau wa maendeleo ya elimu mkoani Mara wamechangia mifuko 500 ya simenti kwa ajili ya kuwezesha kukamilisha ujenzi wa shule za msingi na sekondari wilayani Butiama. Tupate taarifa kamili. Halmashauri ya wilaya Butiama ni miongoni mwa halmashauri 9 zilizopo mkoani Mara. Halmashauri hii inaendelea na jitihada za kuimarisha vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari kwa nia kutekeleza mtaala wa elimu msingi. Watakaomaliza la 6 na watakaomaliza darasa la 7 2027. Na sasa kwa kuwa tunapata mifuko hii, tutaendelea kuboresha miundombinu. Na miundombinu hii ipo idara ya elimu sekondari, idara ya elimu msingi, kote ni miundombinu mingi na inahitajika kujenga. Akikabidhi msaada mifuko 500 ya sementi kutoka kwa wadau maendeleo Nyasaho Foundation, katibu wa mbunge jimbo la Butiama anasema msaada huo unakwenda kuongeza nguvu kwa wananchi kukamilisha miundombinu ya elimu. Mgao wa mifuko 500 ya simenti ambayo mheshimiwa mbunge ameipokea kutoka taasisi ya Nyasaho Foundation na kuileta jimbo la Butiama
kwa ajili ya matumizi kama tulivyosema. Wakipokea msaada huu, viongozi wa serikali za vijiji kutoka katika kata mbalimbali wamewashukuru wadau hao wa maendeleo kwa kuwapatia mifuko hiyo ya sementi. Kwa sababu wananchi sasa hivi kwanza ukizingatia hali ya uchumi ni ngumu sana. Hata mazao mashambani yamekuwa ni shida na mvua zimekuwa za shida. Kwa hiyo kuwachangisha wananchi kulikuwa kunakuwa na ugumu sana kuweza kupata fedha. Wilaya nzima tumefarijika, tunaomba aendelee na huu moyo. Yaani ametusaidia kiasi kikubwa sana, na kama tutaendelea hivi basi hatua kubwa sana itakuwa kwenye maendeleo ya ujenzi. Leo huu mgao wa saruji ambazo tumepewa na mheshimiwa mbunge kupitia Nyansau Foundation, hii italeta faraja kubwa kwa sababu haya maboma yatakamilika. Wadau wa maendeleo Nyansau Foundation kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo la Butiama Dr. Wilson Mahela wamechangia nguvu za wananchi kwa kutoa mifuko ya sementi, mabati na mbao ili kukamilisha ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari. Serikali imeendelea kuweka mkazo katika kuimarisha usalama na afya katika maeneo ya kazi ili kulinda wafanyakazi pamoja na kuongeza tija katika uzalishaji. Angela Matayo ana undani wa taarifa hii kutoka jijini Dar es Salaam. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deusi Sangu, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya siku ya usalama na afya mahali pa kazi duniani, ambapo amesema serikali ilianzisha taasisi ya OSHA kwa lengo la kuhakikisha kuwa mazingira ya kazi yanakuwa salama, yenye kuzingatia viwango vya afya na yanayopunguza ajali pamoja na magonjwa yatokanayo na kazi. Waziri Sangu amehimiza waajiri kuhakikisha wanatoa vifaa kinga, kuboresha miundombinu ya sehemu za kazi na kuweka mifumo madhubuti ya kushughulikia dharura. Kwa takwimu za sasa za shirika la kazi duniani, wafanyakazi takribani milioni 3 hufariki kila mwaka kutokana na ajali na magonjwa yanatoka na kazi. Aidha, wafanyakazi milioni 395 duniani huumia wakiwa wanatekeleza majukumu yao kila mwaka. Kwa upande wetu Tanzania, jumla ya ajali zilizoripotiwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kuanzia Julai 2023 mpaka kufika Julai 2025 ni jumla ya wafanyakazi 3557. Katika ajali hizo vifo vilikuwa 169. Ndugu waandishi wa habari, idadi hiyo ya watu wanaumia na kupoteza maisha wakiwa wanatekeleza majukumu yao ni kubwa na inaathiri kwa namna moja au nyingine shughuli za uzalishaji na kudidimiza uchumi wa nchi yetu. Akizungumzia maadhimisho hayo ya kitaifa yatakayofanyika Aprili 28, 2026 mkoani Njombe, amesema yatalenga kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa usalama na afya kazini kupitia kauli mbiu ya mazingira bora ya kazi. Kisaikolojia ni njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara. Shughuli ya kwanza ambayo tutafanya katika maadhimisho haya ni mafunzo ya usalama na afya miongoni mwa makundi mbalimbali wakiwemo wajasiriamali wadogo. Shughuli ya pili tutakaofanya katika maadhimisho haya ni maonyesho ya usalama na afya mahala pa kazi ambayo yatawakutanisha wamiliki, wasimamizi wa sehemu za kazi na wadau wengine ili kutoa elimu kwa umma, kubadilishana uzoefu miongoni mwao juu ya masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Aidha, waziri Sangu ameomba wananchi wa mkoani Njombe na maeneo jirani kutembelea na kushiriki kikamilifu katika maadhimisho hayo yatakayofanyika kuanzia Aprili 24 hadi 29, 2026 katika viwanja vya shule ya Mji Mwema mkoani Njombe. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Watanzania wamehimizwa kushirikiana katika kudumisha amani, utulivu ili taifa lisonge mbele katika maendeleo. Tuiangazie taarifa hiyo. Hayo yamebainishwa na mjumbe wa Baraza la Ulama, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ambaye pia ni imamu mkuu wa msikiti wa Manyema, Sheikh Hamidi Jongo, wakati akizungumza na waumini wa dini ya Kiislamu jijini Dar es Salaam. Amesema ripoti hiyo ni ya wazi, yenye uhakika, uhuru, uhalisia na mapendekezo mahususi yenye kujenga msingi wa utaifa, maridhiano ya kitaifa na amani ya kudumu ya taifa. Ishi kwa pamoja kwa salama na amani, tuendeleze maendeleo ya nchi yetu. Hilo ndio la muhimu na hilo ndilo linalotakiwa wananchi wote sisi tulisimamie hilo. Sisi kwa upande wetu Waislamu tuwe watulivu, kwa sababu yale ya jana yanatuhusu kama yanavyowahusu watu wengine. Tume ile kwa ajili yetu sote, lakini tutulie na sije mtu akatuambia kwamba
Twendeni katika maandamano. Maandamano hayafai, hayatusaidia chochote kwenu. Sheikh Jongo amesema ana imani kuwa serikali inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan itafanyia kazi yote yaliyoainishwa katika ripoti ya tume ya uchunguzi. Wajibu wetu kuendelea kutulia, kuendelea kumwombea dua rais wetu aweze kufanya yale ambayo yamependekezwa na tume ile kwa ajili ya maslahi ya maisha mema katika nchi yetu. Subira ndiyo inayoleta heri, lakini mjue kwamba pia sisi wa Tanzania hatutopata nchi nzuri zaidi kuliko Tanzania. Tume hiyo iliyoundwa na Rais Dr. Samia ya kuchunguza matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 ilikusanya ushahidi kutoka kwa maelfu ya wananchi kupitia mbinu mbalimbali za kisayansi na kijamii ili kubaini ukweli wa matukio na kutoa mapendekezo ya kuimarisha amani, uwajibikaji na mshikamano wa kitaifa. Shilingi bilioni 3 zinatarajiwa kutolewa kwa ajili ya kuwawezesha zaidi ya wanawake wajasiriamali 3,000 mkoani Mwanza ili kukuza mitaji yao na kiuchumi kupitia miradi ya ujasiriamali. Sudi Shabani ameiangazia taarifa hii. Taasisi ya kijamii ya Kafiti Foundation imebainisha hilo katika kikao cha waandishi wa habari jijini Mwanza kuelekea kongamano la kuwawezesha wanawake la Kafiti na mwanamke linalotarajiwa kufanyika Aprili 25 mwaka huu, ambapo vikundi vya wanawake vitawezeshwa fedha zaidi ya bilioni 3. Lakini leo hapa hatupo tu kuzungumzia tukio, bali tupo hapa kuzungumzia suluhisho ambalo linalenga sana jamii ya wanawake. Ukweli ni kwamba wanawake wengi hapa nchini, hususan wanawake wa mkoa wa Mwanza, wanafanya kazi kubwa ndani ya uchumi uliokuwa wa chini, lakini wanakutana na changamoto kuu nyingi sana, ikiwemo upatikanaji mdogo wa mitaji, ukosefu wa mifumo rasmi ya kukuza biashara, pamoja na ukosefu wa ulinzi wa kifedha. Fedha hizo kwa ajili ya uwezeshaji zinatolewa kwa kushirikiana na benki ya CRDB, ikiwa ni sehemu ya jitihada za taasisi hizo kuhakikisha huduma za kifedha na mikopo nafuu zinawafikia walengwa kwa ajili ya tija kibiashara. Tunakwenda kutoa mitaji isiyopungua karibia bilioni 3. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni kiwango kikubwa cha fedha ambacho tunaamini kabisa kwamba kitakwenda kuinua vipato, lakini na maslahi mapana ya hawa akina mama. Fursa nyingine watajifunza na kuwekeza katika mfuko wa hifadhi ya jamii wa NSSF. Wameelimishwa namna ya kujiunga, taratibu za kujiunga, michango na changiaje, yote wameelimishwa hiyo. Na sisi kesho kama NSSF tutakuwepo pale, tutakuwa na banda letu ambapo wale wenye sifa za kujiunga watajiunga na mfuko wetu. Kongamano hilo litaongozwa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima, huku likitarajiwa kukutanisha wadau mbalimbali wa maendeleo, wataalamu wa kibiashara na wanawake wajasiriamali kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza. Sudi Shabani, Star TV, Mwanza. Asante sana Sudi Shabani kwa taarifa hiyo. Watanzania wametakiwa kuendelea kulinda amani, kuheshimu tofauti za maoni na kuimarisha mshikamano wa kitaifa ili kuhakikisha maendeleo endelevu ya nchi yanaendelea kufikiwa. Taarifa kamili na Athumani Mihola. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa jukwaa la wanawake viongozi, Dr. Evelyn Munisi, jijini Dar es Salaam, wakati wa utambulisho wa jukwaa hilo mbele ya waandishi wa habari. Amesema kuwa tofauti za kisiasa si tatizo, bali zinapaswa kutumika kama chachu ya kujenga taifa, huku akionya kuwa migawanyiko isiyo na tija inaweza kuhatarisha ustawi wa jamii na kusisitiza kuwa maridhiano si udhaifu, bali ni ishara ya ukomavu wa taifa. WLF inatoa wito kwa Watanzania wote kuendelea kulinda amani, kutunza utulivu wetu, kuheshimu tofauti za maoni na kutanguliza Tanzania kwanza. Tunasisitiza kuwa tofauti za kisiasa si tatizo, lakini pale tofauti hizo zinapogeuzwa kuwa uhasama wa kudumu, hofu, mpasuko wa kijamii au
Mazingira ya kukosekana kwa kuaminiana, madhara yake hayabaki kwa viongozi pekee. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti Aza Suleiman amesema jukwaa hilo limeundwa na wanawake viongozi waliowahi kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kutoka vyama mbalimbali, hatua inayodhihirisha kuwa mmoja unawezekana licha ya tofauti za kisiasa. Timu hii ni timu ya watu 12 kutoka vyama tofauti ambao tumeamua kuacha itikadi ya siasa mbali na kuendeleza taifa, kwa sababu naamini sote tulipitia maeneo tofauti ya nchi yetu katika kunadi zile sera. Naye katibu mkuu wa jukwaa hilo Mwajuma Mirambo ameeleza kuwa uzoefu walioupata wakati wa kampeni umewasaidia kubaini changamoto za wananchi, hivyo kuamua kuunganisha nguvu ili kuchangia maendeleo ya taifa. Baada ya kumaliza uchaguzi, tumeona sasa tunao wajibu wa kuwa pamoja, kuunganisha maono yetu, mitazamo yetu na kuacha pembeni itikadi zetu. Jukwaa la wanawake viongozi WLF lilianzishwa Novemba 2025 na Januari 14 mwaka 2026 lilipata usajili rasmi likiwa na lengo la kuwakutanisha wanawake viongozi kwa ajili ya kujenga sauti ya pamoja, kuimarisha mazungumzo ya kitaifa na kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Kutoka jijini Dar es Salaam na sasa tuelekee mkoani Tabora, ambapo tunajuzwa kuwa halmashauri ya wilaya ya Kaliua mkoani Tabora imesema itaendelea kuunga mkono jitihada za wakazi wa wilayani humo za kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo. Tuiangazie taarifa hiyo. Kamati ya fedha, uongozi na mipango katika halmashauri ya wilaya Kaliua mkoani Tabora imeendelea kukagua miradi mbalimbali inayotekelezwa katika halmashauri pamoja na kuhamasisha wakazi wa halmashauri hiyo kuanzisha miradi zaidi. Akizungumza wakati wa ziara kukagua miradi hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kaliua Anastasia Bebete ameelezea umuhimu wa uanzishwaji wake. Kwa hiyo niombe kwa umoja huu, watendaji endeleeni kutushauria wananchi wetu ili waendelee kuanzisha miradi ambayo sisi kama halmashauri tunaweza kwenda kuisapoti. Wajumbe wa kamati ya fedha wana maoni yao kutokana na ukaguzi wanaofanya. Miradi kama hii tunapopata fursa, niombe mheshimiwa mwenyekiti, tuna mainjinia wajaliwa au mainjinia kuitembelea na kufanya ukaguzi wa kina, kwa sababu ukiangalia hili jengo ni kama mheshimiwa mwenyekiti lilikuwa na fundi wa kujifunza. Mapungufu madogo madogo yapo, lakini kimsingi naona shughuli inakwenda vizuri. Lakini niwaombe wasimamizi kwamba mafundi wetu waongeze kasi kidogo, kwa sababu wananchi wameonyesha nia hiyo ya kwamba waweze kujenga nyumba ya walimu wawili. Basi unaweza ukaiona tu, baadaye utakakokuwa unakwenda basi unaweza ukatamka jambo kwamba wameanzisha na wewe ukaona namna ya kuweza kuwasapoti. Mhandisi wa halmashauri hiyo anakiri miradi kuwa mingi na hivyo kulazimika kuwatumia watumishi katika maeneo husika. Hizi changamoto zinatokana na nature ya miradi tunafanya, miradi ya force account au kikosi kazi, na hii miradi imetawanyika kwenye wilaya yetu yote, na tunawaamini wao wasimamizi ambao ni wakuu wa shule, wakuu wa vituo vya afya wenye kusaidia kusimamia. Tutaendelea kuwakumbusha zaidi waimarishe usimamizi ili tuweze kuboresha sehemu yenye mapungufu. Kamati ya fedha, uongozi na mipango katika kutembelea miradi mbali na kukagua miradi hiyo inatoa maelekezo na kuwapa ari ya kutekeleza miradi kwa ufanisi mafundi na wananchi. Mtazamaji, unafuatilia Star TV habari usiku huu. Taarifa hiyo kutoka Kaliua mkoani Tabora inatupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi. Nitakaporejea hapa itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Jina langu ni Gigo Mhule. Zaidi, lipa tuku, bosti, zaidi, ndani ya Star.
Ile ofa la kibabe linaendelea ndani ya Star Times. Mteja wa Star Times Antenna lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukuboost kwenda Mambo bure mwezi mzima, na ukilipa Mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakuboost kwenda Uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia Uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa hadi siku 5 zaidi bure, huku kupitia ST Swahili ukifurahia tamthilia mpya kabisa ya Reborn kila siku saa 3:45 usiku bila kukosa. Lavender Fields, ushuhudie mwanamke aliyesalitiwa na kuibiwa mtoto wake akirudi kulipiza kisasi kila siku saa 3 kamili usiku. Watoto nao wanaendelea kuenjoy katuni kibao kama vile SpongeBob na Bonnie Bears kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia ST Swahili. Pata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store. Star Times, lipa tukubusti zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Karibu sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani, na leo tupo mkoani Mara ambapo tunajuza kuwa halmashauri wilaya ya Tarime mkoani Mara imetajwa kuwa na kiwango kikubwa cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Taarifa hii ameiangazia Frankius Cleophas. Taarifa hizo zinatolewa katika maadhimisho ya siku ya malaria duniani, ambapo maadhimisho hayo yamefanyika katika kijiji cha Murito, halmashauri ya wilaya Tarime. Hali ya malaria katika halmashauri. Ndugu mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya ya Tarime ni miongoni mwa halmashauri 5 zenye kiwango cha juu cha malaria ndani ya mkoa wa Mara. Kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria positivity rate kwa ngazi ya halmashauri kimefikia 30.7 kwa mwaka 2025 ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo kiwango cha maambukizi kilikuwa 35.8. Kiwango cha maambukizi kinatofautiana kwa kata, ambapo kata ya Bumela iliongoza kwa kuwa na kiwango cha juu cha maambukizi kwa 73.5 kwa mwaka 2025. Hali ya malaria kwa halmashauri kwa maana ya malaria prevalence rate kwa mwaka 2025 ilifikia 29.4 ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo ilikuwa 34.2. Mikakati ya kuendelea kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo inazidi kupangwa, huku wadau wakiwemo mgodi wa Barrick North Mara pamoja na kampuni ya Rini iliyopo Nyamongo zinapongezwa. Na sisi kama idara tumeendelea kupanga mipango ya namna ambavyo tunaweza tukapunguza angalau kufikia zero malaria. Mimi niwapongeze sana wadau wetu wa Barrick. Nyinyi mmekuwa kiungo wakubwa sana kwenye halmashauri yetu. Siku hii ni muhimu sana kwetu sote, kwani inatukumbusha wajibu wetu wa pamoja katika kupambana na ugonjwa wa malaria ambao bado unaathiri maisha ya mamilioni ya watu hususani barani Afrika. Aidha, mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Gowera ambaye alikuwa mgeni rasmi anasema kuwa waathirika wakubwa wa ugonjwa huo ni mama na mtoto na kusisitiza matumizi sahihi ya vyandarua. Waathirika wakubwa wa ugonjwa wa malaria ni watoto chini ya miaka 5 na mama wajawazito. Ni wajibu wetu sisi sote kuhakikisha tunatumia vyandarua, tena vyandarua vyenye viuatilifu vya muda mrefu kila siku, kuzingatia usafi wa mazingira kwa kuondoa mazalia ya mbu na kufikia katika vituo vya afya mapema tunapopata dalili kwa ajili ya matibabu. Nikiripoti kutoka wilayani Tarime mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV. Asante sana Frankius Cleophas kutoka Mara kwa taarifa hiyo. Baada ya mapumziko mafupi, mtazamaji, habari za biashara na uchumi zitafuata, na kusihi tu endelea kuwa nasi. PBZ Bank,
Sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliyowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Karibu sasa katika mkusanyiko wa habari za biashara usiku huu. Chama cha ushirika cha msingi AMCOS Chumbi wilayani Rufiji kimepitisha bajeti ya shilingi bilioni 45 zitakazotokana na mapato ya ndani kupitia msimu wa mauzo ya ufuta wa mwaka 2026 na 27. Josephine Mwaiswaga ametuandalia taarifa hii. Mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika mkoani Pwani Kureku Musa Ngeresa anasema bajeti hiyo inaenda sambamba na maazimio ya mkutano mkuu uliopita ambapo uliagiza kuwa kila mwanashirika ni lazima anunue hisa kwa ajili ya uanzishwaji wa SACCOS ya ushirika mkoani Pwani. Mwenyekiti wa chama cha ushirika mkoani Pwani Kureku Musa Ngeresa anasema bajeti hiyo inaenda sambamba na maazimio yaliyofikiwa katika mkutano mkuu uliopita ambapo uliagiza kila mwanaushirika mkoani Pwani ni lazima anunue hisa kwa ajili ya uanzishwaji wa SACCOS ya ushirika mkoani humo. Wanachama wote wawe na hisa kwenye benki ya ushirika, benki yetu ya taifa ya ushirika, Coop Benki. Kwa hiyo umekubaliana wanachama wote waende wakanunue hisa na fedha zao ziende kwenye na akaunti zao za huduma za chama chao wafungue kwenye benki ya ushirika, ambalo jambo hilo mimi nawapongeza wanachama wa Chumbi AMCOS, lakini pia vile vile wameweka mikakati yao ya utoroshwaji wa mazao, wameweka mikakati yao jinsi gani ya kutoa huduma za pembejeo ambazo zinatolewa na serikali kupitia uongozi wake wa Mama Samia. Aidha, katika hatua nyingine, Ngeresa pia amesema wanatarajia kuanzisha operesheni kwa wakulima wote mkoani humo waliopewa pembejeo kama kujua ni wakulima halali. Sasa hili litakuwa kwa mkoa mzima, wakulima wote tutawahakiki waliochukua pembejeo kwenye vyama vyao wakatuonyeshe mashamba, lakini twende tukapate ripoti yao ya miaka 2 au 3 ya nyuma wakati wanachukua walipeleka wapi korosho. Meneja wa chama cha ushirika AMCOS Chumbi Yahya Msuya pamoja na baadhi ya wakulima wanasema namna wanavyozungumzia azimio la uanzishwaji wa SACCOS ya ushirika ikiwemo upoteaji wa pembejeo. Wakulima wengi au wanachama ambao wanazalisha tunawapa pembejeo, lakini mazao yao baada ya kuvuna wanapeleka katika vyama vingine. Wale ambao watakaokuwa wanachukua kuto kuwajibika, tunatakiwa kufuatilia tukishirikiana na ngazi ya kata. Tutampitia na maafisa kilimo kuhakikisha kwamba kweli aliyechukua ana shamba ambalo kutumia kiatarifu hicho. Hisa zetu kwenye chama chetu kwa ndani ya muhula wa kwanza unatakiwa utoe kwa kila mwaka mmoja hisa moja ni sawa na shilingi 10,000. Chama cha msingi AMCOS Chumbi kimefanya kikao chake pamoja na kugawa vyeti kwa wanachama wake 45 ambao wamenunua hisa na kuwa wanachama halali pindi itakapoanzishwa benki ya ushirika mkoani Pwani. Nikiripoti kutoka mkoani Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Wadau wa usafiri nchini wameishauri jamii kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali ili kutafuta namna ya kukabiliana na kupanda kwa bei ya mafuta. Adam Luhomo ana taarifa kamili. Wakizungumza kwa nyakati tofauti jijini Dar es Salaam, wadau hao wakiwemo madereva wa daladala, bajaji na bodaboda pamoja na mambo mengine wamesema kupanda kwa bei ya mafuta kumechangia kuongeza ukali wa maisha kwa wananchi wakiwemo wasafirishaji, hivyo juhudi za makusudi zinahitajika kupunguza ukali wa maisha. Kusema kweli kama makato ya boti yanatuasili sana. Unakuta mbeba abiria hapa na posta unalipa shilingi 6,000, boti na unaweza kulipa shilingi 2,000 au 2,200. Kwa hakuna kitu kinachoambulia, na hapo bado tunahitaji kwenda sheli. Kwa tunaiomba serikali kama inatujali na kututekeleza, tunaiomba itupunguzie swala
la mafuta. Akizungumzia hali ya upatikanaji wa mafuta nchini, mmoja wa waingizaji na wasambazaji wa nishati ya mafuta nchini, Dr. Sajad Habibu kutoka Moel Energies, amesema tatizo la mafuta halipo Tanzania pekee bali mataifa mengi duniani, na kuipongeza serikali kwa hatua inazozichukua kukabiliana na hali hiyo. Ile partnership kati ya serikali na private sector inaendelea kukuza. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba fursa ya biashara iliyokuwepo Tanzania bado inaendelea kujikuza kwenye sekta ya mafuta kwa kupitia serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Ushauri wangu kwa serikali kwa hivi sasa ni kuendelea kuhakikisha mafuta yapo, kwa sababu tukianza kuogopa kwamba bei inapanda duniani kote, hiyo ni shida ambayo iko duniani kote. Aidha, Sajadi amepongeza serikali kwa hatua yake ya kuanzisha mfumo mpya wa ulipaji kodi kwa mafuta mara yanapoingizwa nchini kabla ya kusafirishwa kwenda nje ya nchi, hatua ambayo imesaidia kudhibiti mapato. Tuliamua upande wetu kuishauri serikali kuhakikisha kwamba haya mafuta yanapoingia nchini yanafuatiliwa kwa kupitia BL number, ambayo ndio chanzo cha ufuatiliaji wa mafuta yote. Serikali imetusikia, na baada ya kutusikia sisi imeweka mikakati ambayo inahakikisha kwamba mafuta hayatoki nje ya depo au bohari bila kulipiwa kodi. Hivi karibuni mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia kwa kamishna mkuu Yusufu Mwenda ilifanya ziara kutembelea baadhi ya wenye maghala ya mafuta kwa lengo la kujionea hali ya upatikanaji wa mafuta nchini, ambapo iliridhishwa na uwepo wa mafuta ya kutosha. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Maafisa biashara mkoani Mara wametakiwa kujenga utamaduni wa kutembelea wafanyabiashara pamoja na wawekezaji na kutumia vema mifumo ya kidijitali ili kukuza uchumi wa taifa. Tuiangazie taarifa hiyo. Msisitizo huu unatolewa na Katibu Tawala mkoani Mara Gerard Kusaya wakati akifungua rasmi mafunzo kwa maafisa biashara mkoani Mara. Hatuwezi kusema ninyi kwa sababu ni maafisa biashara basi ninyi mnaweza kujua, mnajua kila kitu. Haiwezekani, si ndio? Ndio maana tumekuja taasisi nyingine, kuna TRA wako hapa, kuna watu wengineo wanataka sasa waongee na ninyi. Kazi yetu sisi sio kukaa maofisini, si ndio? Biashara iko mitaani, biashara iko kwenye maeneo yetu mengineo. Sasa tunafanya kazi ofisini, lakini zaidi tunaenda field ili kuweza kuangalia hawa wafanyabiashara na kazi yao. Hiki napenda kuwakumbusha kuwa utekelezaji wa majukumu yenu unapaswa kuendana na dira na mikakati ya taifa, kwamba mnalo jukumu la kuendelea kuboresha mazingira ya kufanyia biashara na uwekezaji, na kama nilivyoeleza hapo mwanzo ya kwamba mnalo hilo jukumu la msingi. Vile Kusanya anasisitiza suala la usimamizi wa sheria, na ninyi wenyewe lazima mbadilike kidijitali katika suala zima la kutumia mifumo iliyopo, mifumo na inaendelea kuzalishwa mifumo siku baada ya siku, na lengo la serikali katika suala zima la kujikita kuboresha mifumo ni namna ya kurahisisha mazingira kwa wafanyabiashara. Jambo lingine la 4 ni kusimamia sheria na kanuni. Simamieni sheria hizi kwa weledi na haki bila kumuonea mtu, na kwa sababu biashara zinataka mambo ya haki na mambo mengineyo. Sasa katika swala zima la kusimamia sheria na kanuni, lazima na ninyi mzingatie hizo sheria zinataka nini, kanuni zinataka nini. Eiza Gambales Timotheo ambaye ni afisa biashara mkoani Mara anasema kuwa suala la soko lenye ushindani kwa sasa ni muhimu kwa wafanyabiashara, na vigezo vilivyopo ili kuhakikisha tunajenga taifa lenye uchumi shindani ni kuwa na soko lenye ushindani, kuwa na wazalishaji wanaotengeneza bidhaa bora ambazo zinakidhi mahitaji ya soko. Lakini sekta hii bado ina jukumu la kuwalinda wajasiriamali wadogo tukishirikiana na wenzetu wa maendeleo ya jamii. Hapa katikati tunapaswa kutekeleza jukumu la utoaji wa vitambulisho vya wajasiriamali, lakini tukishirikiana na watu wa maendeleo ya jamii. Sasa ni mikakati gani ambayo tutaiweka? Ni sisi maafisa biashara tukatimize wajibu wetu kwa kusimamia majukumu yetu kwa weledi ili kuhakikisha kwamba mambo haya tunayafanya kwa ukamilifu. Nikiripoti kutoka mkoani Mara, Francis Cleophas, Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde mtazamaji, nitakuletea mkusanyiko wa habari za kimataifa. Brighten your
Karibu sasa tugeukie ukurasa wa habari za kimataifa usiku huu. Rais Donald Trump amesema Israel na Lebanon zimeongeza muda wa kusitisha mapigano kwa wiki 3, huku mazungumzo ya Marekani na Iran ya kukomesha vita vya Mashariki ya Kati yakiwa katika mkwamo. Chezi Machugu ana undani wa habari usiku huu. Akiwa ndani ya ofisi ya Oval, pembezoni mwake wamesimama viongozi waandamizi wa ngazi ya juu katika serikali yake. Rais Trump amesema duru ya pili ya mazungumzo hayo ilikwenda vizuri na kwamba Marekani itashirikiana na Lebanon ili kuisaidia kujilinda dhidi ya Hezbollah. Kwa sasa Rais Trump ametangaza kurefushwa kwa mpango huo wa kusitisha kwa mapigano alipokutana na mabalozi wa nchi hizo mbili, na licha ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel kule Lebanon na mashambulizi mapya ya makombora kutoka kwa wanamgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran ambao hawakuwa sehemu ya mazungumzo huko Washington. Kusisitiza udhaifu wa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, jeshi la Israel limeshambulia mitambo ya kurusha makombora nchini Lebanon ambayo ilikuwa imefyatua makombora kwenye mipaka yake. Hezbollah imesema pia imerusha makombora kwenye mji wa Shtula wa Israel ili kujibu mashambulizi ya Israel kwenye kijiji cha Yatta cha Lebanon. Tukiangazia barani Ulaya, wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Ulaya wamekutana nchini Cyprus kwa ajili ya mkutano usio rasmi na hatimaye wamefanikisha kuidhinisha mkopo wa euro bilioni 90 kwa Kiev kutokana na Hungary kuondoa kura yake ya turufu. Baada ya miezi kadhaa ya vikwazo kutoka kwa Hungary, viongozi wa Ulaya wamesherehekea kuidhinishwa kwa mkopo wa euro bilioni 90 kwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshukuru hatua hiyo na kusherehekea siku njema kufuatia kuondolewa kwa kura ya turufu ya Hungary kwa mkopo wa Ukraine. Mwaka 2026 na mwaka 2027 mkopo wa Umoja wa Ulaya wa euro bilioni 90 utatengwa, huku theluthi moja ikienda kwa usaidizi wa kiuchumi kwa Ukraine na theluthi mbili nyingine kwa tasnia yake ya ulinzi ili kuimarisha jeshi lake la Ukraine na kuongeza uzalishaji katika sekta ya ulinzi wa anga na kulinda kituo cha nishati. Ukraine inatarajia kupokea kitita cha kwanza ifikapo mwisho wa mwezi Mei au mwanzoni mwa mwezi Juni. Kwingineko, baada ya Jenerali Fanny Masemola kuripoti mahakamani kwa muda mfupi mjini Pretoria wiki hii, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kumsimamisha kazi kama hatua ya tahadhari hadi kesi itakapofungwa. Fanny Masemola ambaye ameshtakiwa katika kesi ya ufisadi inayohusishwa na zabuni tata katika sekta ya afya. Kusimamishwa kwake kazi pia kunaonesha kwa mara nyingine tena kiwango cha ufisadi kinachowakumba polisi wa Afrika Kusini. Tangu waziri wa polisi apewe likizo mwezi Juni mwaka uliopita, tume ya uchunguzi imepewa jukumu la kufichua uingiaji wa mitandao ya uhalifu ndani ya taasisi hiyo. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Wakati wa ziara ya kiserikali ya rais wa Chad, Mahamat Idris Deby huko Algiers, nchi hizo mbili zimesaini mikataba kadhaa hasa katika sekta ya uchumi. Jambo muhimu zaidi kuhusu sekta ya hydrocarbon ikiwa ni pamoja na kusainiwa kwa mikataba ya makubaliano ambapo kampuni ya Algeria ya Sinotrach itaisaidia Chad katika kujenga kiwanda cha kusafishia mafuta chenye uwezo wa kuzalisha hadi mapipa 20,000 ya mafuta kwa siku moja. Katika upande wa nishati, makubaliano ya mafuta kati ya Jamena na kampuni ya petroli ya Algeria pia yalianzishwa ili kuimarisha na kuongeza uwezo wa sekta ya mafuta ya Chad, huku mikataba mingine ikifungua njia ya kuanzishwa kwa viwanda vya Algeria nchini Chad katika sekta ya viwanda, madini na nishati mbadala. Shukrani sana Chezi Machugu kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa usiku. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Nitakaporejea hapa, tutaugeukia ukurasa wa michezo na burudani.
Victor Gyökeres for Arsenal, scores! Victor Gyökeres draws Arsenal level, and they can put the disappointing start behind them. Thread chance, couldn't get it away from Pickford. Here's Gakpo, lovely thread, here's Mohamed Salah! New Merseyside derby ground, delivery now, Van Dijk! Liverpool's captain comes to the fore and wins the first ever derby at the Hill Dickinson for Liverpool. Just when you need the biggest of characters, Liverpool's biggest character of all is the hero. Karibu sasa katika michezo na burudani. Uongozi wa Pamba Jiji FC umesema unaridhishwa na benchi la ufundi linaloongozwa na kocha mkuu Francis Baraza licha ya kutofanya vizuri katika michezo iliyopita ya Ligi Kuu Tanzania Bara na kuondolewa kwenye kombe la CRDB. Godliza Nikitomari na undani wa habari hii. Kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, timu ya Pamba Jiji FC chini ya kocha mkuu Francis Baraza inaendelea na mazoezi ya kujiandaa na mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya Fountain Gate utakaofanyika Aprili 30 jijini Arusha. Meneja wa timu hiyo Ezekiel Ntibikeha amesema kama uongozi wanatambua umuhimu wa benchi hilo kwa michezo yote iliyobakia ili kupata matokeo chanya. Viongozi tunalizika na namna ambavyo mwalimu anaendelea kupambana na timu, anaendelea kuiandaa timu, hatuna mashaka na mwalimu. Ni mwalimu mzuri, na kama walivyosema sisi viongozi, technical bench wenyewe, wachezaji na washabiki hawajafurahishwa na ambacho kimefanyika. Kwa ni kazi sasa ya kila kundi kufanya kinalowezekana kuhakikisha timu inarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kocha mkuu wa Pamba Jiji FC Francis Baraza amesema anaendelea kuwapa mbinu zaidi wachezaji wake ili waweze kurudisha makali yao katika ligi kuu. Poteza michezo mitatu, tunarudi tena katika uwanja wa mazoezi kuweza kufanya mawili matatu ambapo maybe makosa ambayo yalitokea katika michezo hiyo na kuweza kuona kuwa tunarudi katika ubora wetu, na nasema kuwa tunarudi kwa ubaya sasa hivi. Maana ukiangalia vijana wenyewe wanachokifanya sasa hivi nimefurahia na nimefurahishwa nacho, na wanaonesha hiari kuwa wako vizuri na wako ready katika michezo inayokuja. Jumbe bodi ya timu hiyo Alhaji Majogolo, msemaji wa timu hiyo Moses William pamoja na mmoja wa wachezaji wamesema wanaamini maandalizi yaliyofanywa na benchi la ufundi yanatosha kupata alama tatu ambazo ni muhimu. Baada ya kufanya tathmini ya mechi zote ambazo zimepita, wameangalia ni wapi ambapo kuna mapungufu, ni wapi tuliteleza, na kama unavyoona wanaendelea na mazoezi hasa kwenye eneo la ufungaji ambalo tumelegea kidogo. Kwa hiyo kuelekea mechi ya Fountain Gate ni mechi muhimu sana kwetu kwa sababu sahihisho ya makosa ambayo yamejitokeza kwenye michezo almost mitatu iliyopita, miwili ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara na mmoja wa kombe la CRDB. Kwa hiyo mwalimu yuko kwenye eneo lake la kazi kuhakikisha yale ambayo yamejitokeza ambayo hayakuwa mazuri aweze kurekebisha. Tumejiandaa vizuri na tumepokea mafunzo vizuri kutoka kwa mwalimu. Programu zake zote ambazo ametuandalia katika hichi kipindi ambacho tumetoka kwenye mechi za nyuma ambazo kiupande fulani hivi matokeo hayakuwa wasi rafiki sana kwa sisi, japo tulitamani kufanya vizuri, lakini tunachoamini sisi kwamba tumesharudi kwenye eneo la mazoezi. Pamba Jiji FC Jumamosi hii inatarajia kucheza mchezo wa kirafiki kwenye uwanja wa CCM Kirumba na kituo cha michezo cha Mweta Sports Center cha wilayani Magu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mwisho kabla ya kuelekea jijini Arusha. TAKUKURU mkoa wa Mwanza imekabidhi vifaa vya michezo kwa timu ya shule ya sekondari ya wavulana Bwiru kutokana na mchango mkubwa walioutoa wakati timu ya TAKUKURU ilipofanikisha kushiriki mashindano ya Shimiwi na kushika nafasi ya kwanza kitaifa kupitia mashindano hayo. Tuiangazie taarifa hiyo. TAKUKURU mkoa wa Mwanza wanarudisha fadhila kwa shule ya sekondari ya wavulana ya Bwiru, wakieleza matumizi ya viwanja vyao vya mipira na mafundisho katika ushiriki wa mashindano ya Shimiwi yaliyofanyika mwaka jana, na kuwa kinara wa mashindano hayo ndio lengo la kukabidhi mipira kwa timu za wapinga rushwa shuleni hapo. Tuko hapa watumishi wa TAKUKURU leo kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mwanza, mhandisi Abineri Mganga. Tumeona leo basi tufike hapa tuweze kuwakabidhi mipira ili waendeleze kudumisha kipaji chao,
lakini waendelee kushirikiana na TAKUKURU kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Michezo hiyo iliyofanyika shuleni hapo imechangia kwa kiasi kikubwa kuwafanya vijana kupenda michezo zaidi na kuongeza uelewa juu ya mapambano dhidi ya rushwa. Kwa sababu tunaamini michezo na yenyewe ni sehemu ya hamasa, lakini ni sehemu ambayo wakati mwingine kumekuwa na changamoto pia za vitendo vya rushwa kwenye michezo. Lakini vijana hawa tukiwaimarisha, kwa maana kuwapatia elimu ya mapambano dhidi ya rushwa, lakini na wao wakajua thamani ya michezo, kwa sababu pia inajenga miili yao, lakini inafanya kuwa fiti, lakini pia kuwa na uwezo wa kutafakari na kufikiri. Mwalimu wa michezo wa shule ya Bwiru amesema zawadi ya vifaa hivyo vya michezo hii ni kubwa kwao, kwani itasaidia kuwawezesha wanafunzi kupenda zaidi kushiriki michezo na kuibua vipaji vyao. Kwanza kabisa wamekuja na mbinu nzuri, mbinu ambayo ina uwezo wa kukutanisha wanafunzi wote kwa pamoja, na ni mbinu ambayo inavutia wengi, ambayo ni mbinu ya michezo. Na kuleta vifaa vya michezo kwa wanafunzi na kuhamasisha kuhusu swala la kupambana na kuzuia rushwa ni njia ambayo inakuwa ni nyepesi zaidi. Naweza kusema asante sana kwa sababu wameweza kuonyesha ule moyo wa kuendeleza vipaji vya watu na kuibua vipaji mbalimbali vya watu na kuwafanya watu kuweza kujulikana na kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa zawadi ya mipira ambayo wametuachia. Tunaamini kwamba itakuwa ni njia mojawapo ya kutufanya tuendelee kupambana na kuzuia rushwa katika jamii yetu, na elimu tunazidi kuitoa kila siku iweze kuwafikia Watanzania wengi katika kupitia michezo na ushiriki hapa shuleni.